Dodoma ni jiji linalokuwa kwa kasi sana katika nyanja zote: miundombinu, kilimo, biashara na wingi wa watu. Kwa kuwa Dodoma ni mji mkuu wa Tanzania, kuna shughuli mbalimbali nyingi zinazoendelea. Watu wanafuata mahitaji kama vile huduma za kiserikali, vyuo vikuu, biashara, afya na huduma za kijamii. Kuna changamoto nyingi sana za usafiri katika jiji lenye watu wengi na linalokuwa kwa kasi. Serikali kwa kuliona hilo imeandaa mpango mkakati mapema kukabiliana na hiyo hali. Ujenzi wa reli ya abiria itakuwa ni suluhisho kwa safari za haraka na uhakika katika jiji la Dodoma. Ili kuunganisha jiji lote la Dodoma, mapendekezo ya ujenzi ni kufanyika kwa awamu 3. Awamu ya kwanza itakuwa ina jumla kilomita 104.6. Awamu ya pili itakuwa na jumla kilomita 76.7. Pia kutakuwa na awamu ya 3. Reli ya awamu ya kwanza. Reli ya kwanza ni mashariki magharibi, ambayo itaanzia Nala mpaka Buigili. Reli hii itapita sambamba na barabara ya Morogoro Singida. Itakuwa na jumla ya urefu wa kilomita 52.9 na vituo 41. Reli hii itagusa maeneo muhimu kama mji wa serikali, viwanja vya 88, soko la Ndugai, stendi kuu ya mabasi, chuo cha CBE, bunge, ofisi za jiji na hospitali ya mkoa. Reli ya pili ni kaskazini kusini, ambayo itaanzia Veyula mpaka Mkonze. Reli hii itapita sambamba na barabara ya Arusha Iringa. Reli hii itakuwa na urefu wa kilomita 28.6 na vituo 23. Reli itagusa maeneo muhimu kama uwanja wa kimataifa wa ndege Msalato, chuo cha mipango, uwanja wa ndege Dodoma, soko la Machinga, stesheni ya reli ya kati, chuo cha St. John na stesheni ya SGR Dodoma. Reli ya 3 ni sehemu ya mzunguko wa ndani, ambayo itaanzia mji wa serikali mpaka chuo kikuu cha Dodoma. Itakuwa na jumla ya urefu wa kilomita 23.1 na vituo 18. Reli hii itagusa maeneo muhimu kama bandari kavu, yadi ya marshalling na itaungana na reli ya mashariki magharibi katika eneo la Ihumwa. Jiji la Dodoma linakadiriwa kuwa na watu wapatao milioni 3 ifikapo mwaka 2050. Kutokana na makadirio ya wingi wa watu, inakadiriwa safari za kutumia usafiri wa umma zitaongezeka sana, zaidi ya 160,000 ifikapo 2030 na zaidi ya 480,000 ifikapo 2050. Wingi wa safari za abiria utatofautiana kwa kila reli. Reli ya mashariki magharibi inakadiriwa kuwa na safari nyingi zaidi, 380,000 ifikapo mwaka 2060. Lakini mzunguko wa nje kutakuwa na safari chache, safari 180,000 ifikapo 2060. Makadirio ya wingi wa safari yamepelekea mapendekezo ya treni yenye uwezo wa kubeba abiria 440 na kasi ya juu ya kilomita 100 kwa saa ili kuweza kukidhi mahitaji yote ya usafiri. Jumla ya treni zinazohitajika ifikapo 2060: kwa reli ya mashariki magharibi treni 29, kwa reli ya kaskazini kusini treni 11 na reli ya mzunguko itahitaji treni 8. Mradi utakuwa na vituo vya abiria vya aina mbili. Kutakuwa na vituo vya chini na pia kutakuwa na vituo vya juu. Kituo cha abiria Dodoma ambacho kipo eneo la Kikuyu. Kituo hiki itakuwa ni maalum kwa ajili ya kuwezesha abiria kutoka kwenye reli ya SGR kwenda kwenye reli ya abiria Dodoma na kutoka reli ya abiria Dodoma kwenda kwenye reli ya SGR.
Mradi una makutano ya reli katika sehemu mbili. Makutano ya kwanza ni kati ya reli ya mashariki magharibi na reli ya kaskazini kusini. Makutano haya yapo karibu na stesheni ya reli ya kati. Katika makutano haya, njia za reli haziungani. Reli ya mashariki magharibi itapita chini na reli ya kaskazini kusini itapita juu. Katika haya makutano, vituo vya abiria vitaungana kupitia njia za juu na abiria wataweza kuhama vituo. Makutano ya pili ni katika eneo la Ihumwa, karibu na mji wa serikali. Makutano ni kati ya reli ya mashariki magharibi inayopita chini na reli ya mzunguko wa ndani inayopita juu. Vituo vya abiria vitaungana na abiria wataweza kuhama kupitia njia za juu. Katika makutano haya kuna muungano wa reli. Treni pia zitaweza kuhama kutoka njia moja kwenda njia nyingine. Bohari mbili za reli zimependekezwa katika awamu ya kwanza ya mradi. Bohari la kwanza lipo katika reli ya mashariki magharibi karibu na mzani wa Nara, na bohari la pili lipo katika reli ya kaskazini kusini eneo la Veyula. Shughuli kubwa zitakazofanyika katika bohari la reli ni matengenezo yote makubwa na madogo pamoja na majaribio ya treni zilizokarabatiwa. Aidha, katika bohari kutakuwa na maegesho ya treni zinazosubiri kuingia kazini. Mapendekezo ya reli ya abiria yamezingatia miundombinu mingine kuepusha migogoro. Reli ya kaskazini kusini itakatisha katikati ya barabara ya mzunguko karibu na uwanja wa ndege na kupita kati ya uwanja wa mpira wa Jamhuri na msikiti wa Gaddafi. Kuepuka mgogoro na magari katika hii sehemu, reli itapita kwenye handaki chini ya njia ya mzunguko. Kwa kiasi kikubwa, reli zitapita sambamba na barabara za TANROADS. Kuepusha mgogoro na magari, reli zitapita kwenye madaraja ya juu.
Reli ya awamu ya kwanza itakatisha reli ya SGR katika maeneo mawili. Katika maeneo yote, reli ya abiria itakapokatisha SGR itapita katika daraja la juu. Kuingia barabara kuu, magari yatapita njia ya mchepuko na kuvuka chini ya daraja la juu. Namna nyingine, kuingia barabara kuu, magari yatapita chini ya reli kupitia karavati. Mradi ukikamilika, utakuza uchumi kwa kuondoa adha ya usafiri wa abiria pamoja na kutoa ajira. Pia utaipa hadhi jiji kama makao makuu ya Tanzania.